Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Jina langu niite Espoir Mukubure Muhamba na hizi hapa habari zetu kwa ufupi. Mwezi Mei mwaka 2026. Hii ni Kwetu News 24. Tunakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zenye kuthibitishwa kabisa, habari zenye uchunguzi wa kina. Habari hizi zinakujia moja kwa moja zikitoka kwenye uwanja wa mapambano na kile ambacho kinajiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi zima ya DRC. Msikilizaji mpendwa, tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na habari kutoka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita, habari ambazo zinasema kuwa mji wa Kibambi, makao makuu ya kundi la Mupafunyi Kibambi katika eneo la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, umeingia chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wao wazalendo leo Jumamosi ya tariki 23 Mei mwaka 2026 baada ya mapigano makali dhidi ya waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano makubwa yalianza tangu usiku wa kuamkia Jumamosi hii, ambapo vikosi vya serikali vikisaidiwa na makundi ya kujilinda maarufu wazalendo vilikabiliana vikali na makundi ya AFC M23 ndani ya maeneo yaliyozunguka mji wa Kibambi. Asubuhi hii ya tariki 23, waasi hao waliondoka katika mji huo na kuelekea Rubaya, eneo muhimu la migodi linalochukuliwa kuwa moja ya mangome kuu za kimkakati za uasi huo katika wilaya ya Masisi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kurejeshwa kwa Kibambi kunatajwa kuwa hatua nyingine muhimu ya kusonga mbele kwa vikosi vya FARDC katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Tangu mwanzoni mwa wiki hii, angalau vijiji na maeneo 8 yameripotiwa kurejea chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali na washirika wao wazalendo. Baada ya kurejeshwa kwa Katoi Center, maeneo ya Kiningi, Nyakigano, Kawere, Chugi, Muho, Bukumbirire pamoja na Gasenyi nayo pia yamebadilisha mwelekeo wa udhibiti wa kurejea mikononi mwa vikosi vya waaminifu kwa serikali ya Kongo. Tukisalia ndani ya mji wa Masisi, wanajeshi wa RDF wakimbia Kibambi, wazalendo wakaribia kuingia huko Rubaya. Jeshi la Rwanda limeripotiwa kuacha vifaa vyake vya kijeshi siku ya Ijumaa ya tariki 22 Mei huko Kibambi wakati wa kukimbilia Rubaya kufuatia mashambulizi makali kutoka kwa wapiganaji wa wazalendo wakisaidiwa na jeshi la FARDC. Wazalendo tayari wanadhibiti eneo la Kibambi ambalo liko takriban dakika 30 kwa miguu kutoka katikati ya Rubaya. Mashinikizo ya kijeshi yanaendelea kuongezeka dhidi ya nafasi za adui katika wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, baadhi ya vifaa vya kijeshi vilitekelezwa wakati wa mafungo ya haraka ya vikosi vya adui vilivyokuwa vikikabiliwa na kusonga mbele kwa wapiganaji wa Kongo. Wakaaji wa Rubaya bado wanaendelea kuwa na hofu kubwa dhidi ya purukushani za mara kwa mara za kivita zinazowahusisha wapiganaji wazalendo wakishirikiana na FARDC dhidi ya makundi yenye silaha, tukitaja M23 pamoja na washirika wake kutoka nchi ya Rwanda. Wakati hayo yakiwa namna hiyo kwenye maeneo ya huko Masisi na Kivu Kaskazini, msikilizaji, eneo la Kivu ya Kusini, wakaaji wa eneo hilo waendelea kuonyesha furaha yao dhidi ya serikali ya DRC kutokana na kujiondoa moja kwa moja kwa wapiganaji wa AFC M23 kwenye baadhi ya maeneo waliyoyadhibiti kufuatia diplomasia ya rais wa nchi hiyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Maeneo ya Uvira, Baraka pamoja na Fizi Center wanasema kuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amefanya kazi kubwa kwa ajili ya kurejesha utulivu na amani
kusini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hiyo ni baada ya moja kwa moja kwa waasi wa AFC M23 kujiondoa kwenye maeneo mbalimbali walioyadhibiti na kuendelea na diplomasia yake, huku Bibokoboko na eneo la Baraka likiendelea kukuza ushirikiano wa karibu dhidi ya mambo ya kibinadamu. Tujielekeze maeneo ya huko Minembwe, msikilizaji, ambako vita vikali vinaendelea kuripotiwa kila kuchako leo kati ya AFC M23 pamoja na wazalendo wakishirikiana na jeshi la Kongo FARDC. Licha ya kutokuonekana kwa mapigano kati ya siku hizi mbili, siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi hii, lakini bado wasiwasi unaendelea kutanda eneo hilo ambalo limegeuzwa kuwa ni eneo la kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndege zisizokuwa na rubani zinaonekana kuzunguka eneo hilo la Minembwe kila kuchako leo, licha ya juhudi za FARDC ya kuweza kudungua baadhi ya ndege zisizokuwa na rubani zikitajwa kutoka eneo la Rwanda pamoja na eneo zingine zisizofahamika zikisaidia jeshi la waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wake Twirwaneho na makundi mengine yenye silaha yasiyokuwa upande wa serikali. Maeneo ya huko Mikenge, tukiwa ndani ya tarafa la Mwenga kwenye sekta ya Itombwe, linaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa baada ya ndege kuweza kuzurura kila kuchako leo kwenye maeneo hiyo na kuweza kubomoa miundombinu ya raia pamoja na raia wengine kuweza kubaki na majeraha makali. Miongoni mwa matangazo yaliyowekwa rasmi na vyanzo vya kijeshi eneo hilo zinasema kuwa wanaendelea na jitihadi za kuweza kuokoa raia pamoja na kujilinda wenyewe, kwa sababu ndege zisizokuwa na rubani hizo zinaendelea kuonekana kila siku maeneo ya huko Mikenge, lakini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linalohusika na mambo ya anga linaendelea kulinda raia na kudungua ndege moja kwa moja ili kulinda raia wa eneo hilo. Wakati hayo yakijiri, maeneo ya huko Rugezi pamoja na Minembwe Center, vikosi vya wazalendo pamoja na FARDC, lakini pia maeneo ya Pwenzero na Mikenge ukiendelea hadi Kipupu, vikosi vya wazalendo vinaendelea kujiimarisha kabisa, huku vikitoa imani kwa wakaaji wa eneo hilo kuwa wabaki chonjo na siku si nyingi mambo yatakaa sawa. Wakati bado masuala ya kijeshi pamoja na vita yakiendelea kuzungumziwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwake, raia kadhaa waliokimbia machafuko ya kivita miezi kadhaa iliyopita wakielekea maeneo ya Burundi wadai kuteseka kwa njaa pamoja na ukosefu wa matunzo makambini walikokimbilia huko Gisenyi pamoja na Ruhigi ndani ya nchi ya Burundi. Wakaji hao waomba kwa serikali pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kuwajia kimsaada, maana mambo hayaendeki kabisa huko kwenye makambi ya huko Ruhigi pamoja na Musenyi kwenye nchi ya Burundi. Wanasema kuwa kinachowatesa zaidi ni njaa, kwa sababu hawapati chakula kwa wakati, lakini pia matunzo waga yanakuwa magumu pale mtu anapopatwa na ugonjwa hata wa malaria pamoja na magonjwa mengine, ukosefu wa dawa. Mashirika mbalimbali ya kiutu nchini Burundi hayafanyi kazi ipasavyo. Hivyo wakimbizi hao wanaomba mchakato wa kurejeshwa manyumbani kwao uweze kufanyika kwa haraka ili waweze kurudi maeneo walikotokea. Miongoni mwa waliokimbia ni pamoja na raia kutoka tarafani Uvira na tarafani Fizi, kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Zilikuwa ni habari kwa ufupi lakini zenye ukweli ndani yake na zenye kuthibitishwa kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Usisahau kusubscribe channel yetu, kucomment, kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu na kutupa nguvu kwa kile ambacho tunachokifanya. Kwa heri kwa sasa hadi wakati mwingine.